hata hiyo haja ambayo iko katika mikono ya mwanadamu pia ukitaka kwenda kuihitaji na kumuomba, kwanza muombe Allah, tangulize Allah kwanza, kwamba kweli tumeambiwa sisi wanadamu haja zetu ziko mikononi mwa waja wa Allah, lakini nakutanguliza wewe Allah kabla sijaenda kwake, kwa sababu wewe ndo una uwezo wa kumlainisha na kumfanya yule bwana mkono wake ima uwe laini au uwe mgumu, atoe au asitoe, wewe unaweza wewe. Kwa hiyo tanguliza. Ndio anasema la yastati'u al-insanu an yu'tiyaka khardala, binadamu hana uwezo wa kukupa hata chembe, illa biidhni alladhi sawaka min tin, ila kwa idhni ya Allah. Kwa hiyo wewe zidi kumwomba Allah hata kwa shida unazoziona wewe. Mwenyezi Mungu amewapa uwezo hawa wanadamu wa kuweza kuzitatua, lakini hawawezi kuwatatua mpaka kwa amri ya Allah. Huwa alladhi yaqulu li shay'in kun fayakun. Sasa hii hadithi ya mwisho itakuonyesha kiasi gani Allah yale aliyoyasema sio ya maskhara, na maneno ya Allah siku zote, waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha inna wa'da Allahi haqq. Maneno ya Allah hayadondoki, na akisema hakuna hatihati baadaye kwamba labda atakuja kugeuka baadaye, hakuna. Allah anasema, mtume anasema katika hadithi ya Salman, sikilize vizuri hadithi ya Salman, anasema inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Allahu akbar. Anasema hakika Mola wenu, hakika Bwana wenu, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayyun karim, anavodil na wewe, anadil na wewe muamalatu man yastahi, yani anadili na wewe muamala wa yule mwenye kuwa na haya. Yani tukisema Allah ana haya, turudi katika aqida ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia laisa kamithlihi shay, kwa sababu hizi zote ni sifa za wanadamu. Kuwa na hasira, tukisema mwanadamu ana hasira, unajua hasira zake zinakuwaje? Damu kuanza kuwa na mawimbi makali katika mwili, mpaka macho yakabadilika rangi,